Zanzibar imeandika ukurasa mpya katika historia ya kisiasa baada ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo kukutana Ikulu leo Julai 9, 2026 kutia saini ya tamko la maridhiano linalolenga kuimarisha amani, mshikamano na utulivu wa kisiasa. Hafla hiyo imeongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, huku ACT Wazalendo ikiwakilishwa na mwenyekiti wake wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Pande hizo mbili ziliahidi kuendeleza siasa ya mazungumzo badala ya migongano. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema kwenye siasa ya chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Nitumie nafasi hii kushukuru kwa dhati uongozi wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha ACT Wazalendo kwa kukubali kufanya mazungumzo na maridhiano, kwa kutanguliza maslahi ya taifa badala ya maslahi ya vyama au watu binafsi. Kwa umakhususi kabisa ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kutanguliza maslahi ya nchi katika kutafuta mustakabali wa pamoja wa amani kwa nchi yetu Zanzibar. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Kwa upande wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema uwasilishwaji wa tamko la pamoja baina ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo ni hatua muhimu inayofungua njia za utekelezaji. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ni dhahiri hatua tuliofikia leo ya utiaji saini tamko la pamoja ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Hatua hiyo inakuja wakati Zanzibar ikiwa na historia ndefu ya mvutano wa kisiasa, hasa baada ya chaguzi mbalimbali zilizowahi kuzua malalamiko, migawanyiko na wakati mwingine machafuko. Hata hivyo, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masoud Othman ameeleza madhumuni ya tamko ni kutafuta ufumbuzi kwa lengo la kuimarisha Zanzibar. Kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa Oktoba 2025, mambo kadhaa yalijitokeza ambayo yaliiweka Zanzibar katika wasiwasi mkubwa juu ya mustakabali wake. Mawazo ya kupata ufumbuzi yalikuwa ya kila aina, baadhi ya jazba na hatari, mengine ya kukata tamaa
na mengine yaliyoangalia matokeo ya muda mfupi. Kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa, hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Ni wajibu wetu viongozi wa ngazi zote za kisiasa, kiserikali, binafsi na wa dini, ulifahamu hilo na kuonyesha njia sahihi kwa wananchi wote. Al-Fatah TV Online tuliingia mtaani kwa lengo la kusikiliza wananchi mbalimbali pamoja na wafuasi wa vyama hivyo wamepokeaje tamko hilo. Sisi tuna furaha kubwa sana kwa sababu tunachoamini, mkiwa mnaishi katika nchi moja, mnapita mnaendeana katika shughuli zenu tofauti za kiuchumi, za kijamii na nyingine za kimazingira tofauti, mnatakiwa moyo wa moja. Na ule umoja ikiwa mnatiliana mashaka ndani ya nafsi, basi inakuwa Mungu haleti baraka. Tumelipokea vizuri hili swala na tumefurahia kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tukikisubiri. Maelewano, mshikamano kwenye nchi yetu ni kitu cha muhimu. Kwa upande wa pili ni utekelezaji. Kikubwa kwamba sisi viongozi katika ngazi za wilaya na ngazi za majimbo, wadi, matawi na mashina, kwa mujibu wa msingi wa chama chetu, tunaungana pamoja na wana CCM wote na viongozi wetu katika kuhakikisha maridhiano haya yanakuwa ya dhati na yanafanywa kazi kwa wakati. Jambo hili linadhihirisha kuwa mazingira ya Zanzibar kijamii, kiuchumi na kisiasa yanahitaji umoja, mshikamano na maridhiano ya dhati yatakayoiwezesha Zanzibar kuwa na amani na utulivu endelevu. Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.